Maamuzi ya kuinuka yapo ndani ya uwezo wako. Jambo la kuanguka liko nje ya uwezo wako, lakini kuinuka kuko ndani ya uwezo wako. Na saa ya kuanguka, Mungu hakuinui, anasema inuka. Mara nyingi sana watu wanasema kwamba nisaidie, lakini Mungu anakupa neema ya kuinuka. Kwa hiyo kuinuka ni jukumu lako. Anataka nawe uchukue hatua, anataka nawe ufanye jambo. Mvutano wa maisha ya kiroho unakuwa sio mvutano rahisi. Mungu anajua mahali ulipo, lakini Mungu anataka jambo fulani lifanyike, na hilo jambo ambalo anataka lifanyike ndiyo nafasi yako, ndiyo kuinuka kwako. Kuna nyakati Mungu anamjulisha mtu lakini hamtumi. Kuna watu ambao wana ujasiri wa kuja kukueleza vitu vingine ambavyo kwako vinaweza kusababisha ukakosa na usingizi, lakini hawakutumwa na Mungu. Kuna wakati vitu vyako viondoe, acha nafasi ya Mungu. Na jioni ya leo tuanze, bado tunaanza pale pale kwenye Mika, ikiwa leo ni siku yetu ya mwisho, sura ile ya 7 mstari wa 7 hata wa 13. Lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru yangu. Nitavumilia ghadhabu ya Bwana, kwa kuwa nimemwasi. Hata atakapoteta teto langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Ndipo adui yangu ataliona jambo hili, na aibu itamfunika yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana Mungu wako? Macho yangu yatamtazama. Sasa atakanyagwa kama matope ya njia kuu. Amen. Nimekuwa nikipita siku zote hizi tokea tumeanza semina, nikiwa narudia vipengele baadhi kwa ajili ya Mika. Leo nataka tuendelee moja kwa moja mbele. Maamuzi ya kuinuka yapo ndani ya uwezo wako. Jambo la kuanguka liko nje ya uwezo wako, lakini kuinuka kuko ndani ya uwezo wako. Mungu siku zote huwa anafanya kwa sehemu, halafu anataka na wewe umalizie. Mtu mmoja alisema, na mimi nikapenda maneno yake. Anasema Mungu ni Mchaga. Wachaga huwaga hawamalizi sentensi, anataka na wewe umalizie. Tulikwenda. Sasa hiyo ni ya kwako wewe. Sasa akasema Mungu ni Mchaga, anataka uweze kuweka ushirika. Anataka afanye kwa sehemu, na sehemu nyingine wewe mwenyewe uchukue hatua. Ndio maana katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari ule wa 9, Mungu anamuuliza Adamu kwenye bustani ya Eden. Mwanzo 3:9, Biblia yangu inasema hivi: Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Unaweza ukajiuliza maswali yafuatayo: kwani Mungu hakumwona? Kwa nini anamuuliza uko wapi? Kwani Mungu ana mahali ambapo hapajui? Kwani Mungu hajui kilichotokea kwa Adamu? Kwa nini anamuuliza uko wapi? Anataka ushirika. Na saa ya kuanguka, Mungu hakuinui, anasema inuka. Mara nyingi sana watu wanasema kwamba nisaidie, lakini Mungu anakupa neema ya kuinuka. Kwa hiyo kuinuka ni jukumu lako. Nilikuwa nasoma Biblia, kila mahali ambapo mtu alianguka, kila mahali ambapo mtu alikaa chini, Yesu alimwambia simama, inuka, tembea,
anataka na wewe uchukue hatua, anataka na wewe ufanye jambo. Sio afike mahali aseme kwamba sasa nimekushika mkono, sasa nakufanyia jambo fulani. Anataka na wewe uchukue hatua. Na hapa ndiko somo la leo nakotamani tujifundishe. Mungu anajua mahali ulipo. Mungu anajua mapito unayopita nayo. Kama ni unyonge, Mungu anajua ni mnyonge kwa kiasi gani. Kama ni kuumia, Mungu anajua unaumia kwa kiasi gani. Lakini Mungu anataka jambo fulani lifanyike, na hilo jambo ambalo anataka lifanyike ndiyo nafasi yako, ndiyo kuinuka kwako. Anajua sawa umeanguka, anajua sawa unatembea katika mateso, anajua anataka nini. Kuna kitu cha kufanya ili aende pamoja nawe. Na katika haya leo natamani tujifunze katika Biblia habari za kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ile ya 2, mstari wa 1 hata ule mstari wa 7. Kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ile ya 2, mstari ule wa 1 hata ule wa 7. Wafalme wa Pili, sura ya 2, mstari wa 1 hadi wa 7. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Eliya mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Eliya alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Eliya akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sintakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, sio Eliya, kuonana na Elisha. Wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Elisha akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sintakuacha. Nao wakafika Yeriko. Basi wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam, najua, nyamazeni. Mstari wa 6. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sintakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Mstari wa 7. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kumkabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yeriko, karibu na Yordani. Amen. Tukaendelea wakati mwingine kwa wakati wako. Lakini nini nataka kusema? Mvutano wa maisha ya kiroho, mvutano wa maisha ya kiroho unakuwa sio mvutano rahisi. Eliya ni nabii, Elisha ni msaidizi wake. Wanafunzi wa unabii wanaitwa wana wa manabii, wanafunzi wa unabii. Wamepata taarifa kutoka kwa Mungu kwamba leo Eliya anaondolewa, Elisha atamkosa, atapoteza kazi yake, atapoteza nafasi yake. Leo Mungu anaweka jambo jipya, anamuondoa. Hawa wana wa manabii hawakutumwa na Mungu kwenda kumweleza Elisha. Walikwenda bila kuwa jambo limetumwa na Mungu. Walitambua Mungu aliwajulisha, lakini hakuwatuma. Sikiliza vizuri. Mungu aliwajulisha, lakini hakuwatuma. Kuna nyakati Mungu anamjulisha mtu, lakini hamtumi.
Hapo ndiko tunakoingia kwenye shida. Watumishi wachanga wanaposikia jambo la mtu huwa wanapambana kwenda kusema, na huduma nyingi zimekufa. Watumishi wengi wameuawa kwa sababu watu walipoambiwa na Mungu waliwaendea wakaenda kuwaambia bila kutumwa. Na sasa hawa wanamkabili Elisha, wanamwambia kwamba unajua bwana wako anaondoka leo. Sisi Mungu ametuambia, na Elisha anajua ya kwamba ndio bwana wake anaondoka, lakini cha Elisha anasema Mungu hajawatuma kuniambia. Kila mara nimekuwa nikiwakumbusha, Mkristo wangu sasa hivi ameshakuwa mchungaji, amehama KKT, amekuwa mchungaji. Wakati niko Kinondoni yeye alikuwa muumini wangu wa kawaida, na nilimbatiza akiwa anatokea katika imani ya dini nyingine. Akaja kuniambia, mchungaji, mimi nimeota, na mimi nikiota ni kweli, sijawahi kuota ndoto ambayo sio kweli. Kama hizo mota nimeota unakufa, nimeota umekufa kabisa, umeingizwa jeneza lako hapa, tunakuaga. Nililia usiku ule mpaka nimeamka asubuhi, bado ile hali ya kilio bado niko nayo. Baba, yani unatuacha hivi hivi baba? Nikamwambia sio mimi, wala hajatumwa, wala Mungu hajasema naye. Halafu akaleta anasema, niliota kitu fulani kikatokea, niliota kitu fulani kikatokea, na hii niliyoiota baba ni kweli itatokea. Naambia sifi. Nina kitu cha kimungu ambacho hakijafika mwisho wake. Kwa hiyo mimi siwezi kufa hapa. Na nilisema maneno magumu, nikamwambia siwezi kuingizwa jeneza langu katika ushirika huu. Kama kufa nitaenda kufia mbele safari, lakini sio ushirika huu. Kuna watu ambao wana ujasiri wa kuja kukueleza vitu vingine ambavyo kwako vinaweza kusababisha ukakosa na usingizi, lakini hawakutumwa na Mungu. Ni kweli ninajua, ni kweli ninatambua, lakini nyamazeni. Natamani nikufundishe leo jioni hii kunyamaza. Nyamaza. Unajua sawa, nyamaza. Kusema kwako kunaweza kusababisha watu wengine kuumia. Kusema kwako kunaweza kusababisha watu wengine kupata shida. Jifundishe kunyamaza. Kusema kwako unaweza kusababisha watu wengine kuanguka. Jifundishe kunyamaza. Tarehe 29 mwezi wa 10 kila mtu alikuwa anasema la kwake. Kila mtu alikuwa anasema anachokiona kinafaa. Waliweza kunyamaza, walikuwa ni wachache. Lakini jambo la ajabu kabisa, kwenye mitandao watu wakapata umaarufu wa ghafla. Na watu ghafla badala ya kusikiliza Mungu wanasema nini? Walisikiliza mitandao. Ifundishe kunyamaza. Hasa nyakati za kupita kwenye msukosuko, jifundishe kunyamaza. Jana tulienda kuzika Maneno Mango. Nilipata nafasi ya kukaa na mama kwa ajili ya kumwombea pale ndani. Mama akawa analia, anasema, Mungu ungenichukua mimi ukamwacha mwanangu. Mimi kwanza nishakula chumvi nyingi. Kwa nini Mungu umenifanya hivi? Nikamuuliza yule mama, ulitaka Mungu akuchukue wewe? Angenichukua mimi. Nikamwambia uko serious kweli? Mungu akuchukue wewe? Wakati wa uchungu unaweza ukalia ukasema maneno ambayo sio. Jifundishe kuhesabu maneno yako. Elia anaambiwa ya kwamba anaondoka, na jambo la ajabu anamwambia Elisha, mimi ninaondoka, na tena hutakiwi kufuatana na mimi. Zamu yako imemalizika, muda wako wa kuwa mtumishi umemalizika, naomba uniache, ninakwenda Betheli. Anaambia, kama roho yako ishivyo sikuachi. Jifundishe kung'ang'ana na vitu vya kimungu. Usiviachie kirahisi vitu vya kimungu. Jifundishe kila mahali unapoona hiki ni cha kimungu kushikamana nacho. Lakini wana wa manabii nini walichokuwa nakifanya? Wana wa manabii nje wanaonekana kama wana huzuni, ndani wanafurahia kwamba akiondoka Elisha tutamuona, ndio mwisho wake, ataondoka. Na Mungu atuambia
anaondoka, tuone mwisho wake. Ataondoka. Hawaendi kumwambia kwa kumtia moyo, wanaenda kumwambia kwa kumdhihaki ya kwamba unajua bwana wako ataondoka leo, asiwe bwana wako tena. Nyuma ya pazia inawezekana anasema tutakuona kishaondoka bwana wako, tutakuona utakavyoishi. Nisikilize mtu wa Mungu, wanadamu wanaletwa kwa muda tu, hawatakaa na wewe siku zote, ila Mungu yuko siku zote kwa ajili yako. Wakija watu wakikaa na wewe, kaa nao, kwa sababu wapo kwa muda. Muda ukifika, hao watu hawatakuwa pamoja nawe, na lazima ujifundishe kwenye maisha. Jifundishe. Ulipokuwa na miaka 7 ulikaa na watu, sasa hivi tena ukaa na wale watu uliokaa nao ukiwa na miaka 7, walishaondoka. Jifundishe wale watu uliokuwa umekaa nao miaka 15 20, sasa hivi wale watu hawapo, wameshaondoka. Kuna majina ya Mungu anakuletea watu kwa sababu maalum. Ikifika majina mengine, Mungu anaondoa wale watu. Lazima ujifundishe kubadilisha mazingira na watu. Leo uko nao, kesho uko nao. Sasa usifike mahali ukang'ang'ania, usifike mahali ukasema kwamba hawa nimewazoea. Mwanadamu hazoeleki. Mwanadamu huwezi kukaa naye siku zote. Kuna majina lazima ukubali ya kwamba nitatengana naye. Usipotengana naye, hata Mungu anaweza akakutenganisha naye. Elisha anajua yapo majira ambayo lazima nitengane na Elia. Elia anajua yapo majira ambayo Elisha lazima nitengane naye. Lakini tunatenganishwaje? Nini kinachofanyika? Nini ni matokeo ya hiki ninachokiona? Kifanyweje? Na ukumbuke hii vita, hii hali imetokana na maombi ya Elia. Elia amefika mahali anasema, Bwana, imetosha. Imetosha. Amesumbuliwa na Ahabu kuliko kawaida, amesumbuliwa na Yezebeli kuliko kawaida. Akamwambia Mungu, imetosha. Na Mungu anatafuta njia ya kumwondoa kwa heshima. Na sasa wana wa manabii waliokuwa wanaona kwamba Elia anafanya matendo makubwa, na pengine walikuwa wanamwonea wivu Elisha kwa sababu anakaa na Elia, walikuwa wajui gharama anaibeba Elisha ilikuwa ni gharama namna gani. Kuna wakati mwingine kuna gharama za kukaa mbele ambazo huwezi kuziona kirahisi, wewe unaona heshima. Huwa nakumbusha Wakristo, nilipokuwa mwinjilisti Chanika, hii habari huwa naikumbuka sana kwa sababu ilinitesa. Nilikuwa mwinjilisti Chanika, lakini nikapata neema, nikamwalika Baba Askofu Sendolo aje kutembea Chanika kwenye mtaa, na Baba Askofu akanikubalia. Alipothibitisha, nikaenda kualika wainjilisti wenzangu wananizunguka maeneo ya Chanika. Nikamwambia, njoni Baba Askofu anakuja. Wakaja siku hiyo. Nilikuwa na wainjilisti 5 na mimi ni wa 6. Kwa hiyo baraza la wazee tukaandaa, tukaweka na high table, na tukatafuta kisamvu chetu, kuku wetu wa asili, tunamtengenezea Baba Askofu. Anakuja na mkuu wa jimbo. Kwa high table ina watu 3, mwinjilisti mwenyeji, mkuu wa jimbo na Baba Askofu. Tumekaa high table. Sasa tumeshaserviwa chakula, tumeletewa high table. Sasa mimi kutokana na uinjilisti wangu, kula na Baba Askofu, kwangu mimi naona kwamba kama ninakula pilipili. Wainjilisti wenzangu wanasema ana enjoy leo, yuko high table. Wangejua kama ile high table ilikuwa ni moto. Na nikizungumza kidogo tu, Baba Askofu ananiambia kwamba, ananiuliza swali, hivi hapa kuna maendeleo gani? Hivi hapa kuna kitu gani? Kwa mimi najibu, naacha kula. Unajua ukiulizwa swali na mtu mzima, huwezi kuweka chakula mdomoni Ananiuliza swali alafu yeye anaendelea kula. Halafu watu wanaona zile nyama kubwa kubwa zilizokaa high table, wanadhani na mimi zile na zila. Na kuhakikishia kwamba kubali kukaa hivyo unavyokaa kuliko kukaa high table. Labda hujajua. Bwana Yesu asifiwe. Unadhani watu nataka nikwambie, kama kuna bibi harusi anayekula, basi huyo bibi harusi atakuwa na tatizo siku ya harusi yake. Nani alikula? Au nani bwana harusi gani aliyekula siku ya harusi yake? Watu wanakuletea pale, wanakuja wanakuwekea chakula, kinapita pale, nakwambia huli. Vinginevyo huo na tatizo la afya ya akili, ndio unaweza ukala. Ukiwa timamu huli. Wanaleta soda pale, wanaweka pale na kila kitu, huli.
Na sasa ukifika mahali wamemaliza sherehe, wewe ndio njaa inauma, alafu watu wanasema si ulikula wewe? Jamani, sikula. Mbona tulikuona na sahani hili tena ulibebewa na watu? High table ina shida. Sasa watu walikuwa nadhania kwamba Elisha ana enjoy, walikuwa wanaona kwamba Elisha ana furaha, Elisha walikuwa wanamuona kwamba na kila kitu. Kwa hiyo walikuwa hawapendi kwa vile Elisha alivyokuwa anakaa high table. Hata sasa ukikaa karibu na mchungaji Mwipile watu hawakupendi. Sasa nikwambie kabisa, anajipendekeza, anataka yuko karibu na mchungaji, yani yule yuko karibu na mchungaji. Mwenzano unapata shida. Aina ya maisha yangu ni ngumu kweli kukaa na mimi karibu. Na misimamo mingine migumu, hata wazee wa kanisa wanapata shida kukaa na mimi. Sasa ukidhania kwamba unataka kukaa karibu na mimi una raha, utapata shida. Kuna aina ya maisha watu wengine usikae naye karibu, kaa naye mbali, kaa mbali na watoto. Mimi sitabiriki bwana. Kwako wewe unafurahi, mimi kwangu sio furaha. Kwako una huzuni, kwangu mimi na furaha. Hiyo ndio aina ya maisha yangu. Sasa ukikaa karibu na mimi hujui kama umeniudhi au tunaenda sawa, hujui. Mtazame jirani yako, mwambie mimi niko karibu na yule baba. Ukae karibu na Mwipile, wewe una hatari. Sio mtu ukae naye karibu. Mwene tu pale pale madhabahuni, ukiona pale umemaliza pale umeondoka, basi inatosha hiyo. Na mwingine anasema kwamba mimi ukitaka nani, mimi niko karibu sana na mchungaji. Wewe usidanganyike, hakuna mtu karibu na mimi. Sasa watu wakadhania kwamba Elisha yuko karibu na Elia, na sasa wakawa wanasema kwamba tuone akiondoka itakavyokuwa, tuone akiondoka itakavyokuwa. Wanaambia, unajua kama bwana wako ataondolewa asiwe juu yako tena? Anasema ndio najua, lakini nyamazeni. Mungu akamuinua Elia akaondoka. Wana wa manabii 50 wakakaa katika Yordani, wakasema tulikwambia leo anaondoka, kiko wapi? Sasa tutakuona utafanya kazi gani? Si ulikuwa wewe ulikuwa unaongozana naye, ulikuwa unakula vyakula vyake nabii, ulikuwa unaishi maisha yake nabii, sasa kaondoka, itakuwaje? Kuna watu Tanzania unamtegemea mtu. Na sasa alipoondoka Elia, Mungu ashukuriwe, akaangusha koti. Nilikuwa nasoma vitabu vingine, hivi koti lilikuwaje? Kile kisulisuli ndio kilimvua lile koti. Ilikuwaje ile koti likaanguka? Alipoondoka huko alikoenda, koti kaliacha hapa. Lakini ndivyo ilivyokuwa. Kitu pekee ambacho Elisha alienda kukichokota lilikuwa ni lile koti. Halafu wale wana manabii wanajisifia, tulikwambia. Sisi tuna maono, tulijua. Elisha ana uchungu moyoni. Uchungu wa Elisha, itakuwaje? Nitafanyaje baada ya mtumishi wa Mungu kuondoka? Nitaanzaje baada ya mtumishi wa Mungu kuondoka? Ana kilio kisichokuwa cha kawaida. Analia, anasema farasi na ngoja nisome vizuri mstari. Nisome vizuri mstari nisiweleze vibaya. Anasema Elisha akalia, mstari wa 12. Na Elisha akalia, naye Elisha akaona akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake asimwone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe akayararua vipande viwili, kisha akaokota lile vazi la Elia lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani. Akararua mavazi yake, akaokota vazi la Elia. Alikuwa anaondoa ule ubinadamu wake, anataka jambo jipya atakalotembea nalo. Anaondoa heshima yake, anararua mavazi yake,
anaokota vazi la Elia, ya kwake ameyararua. Kuna wakati vitu vyako viondoe, acha nafasi ya Mungu. Kuna wakati vile ulivyovizoea viondoe, acha nafasi ya Mungu. Na wana wa manabii wanamuona, wanazidi kumdhihaki na kusema, kiko wapi? Elia ameokota vazi, anarudi, anataka kuvuka Yordani. Anavukaje Yordani wakati maji ya Yordani wakati wanapita, Elia aliyapiga kwa vazi akapita? Yeye anarudije kupita mahali ambapo kuna maji? Alipokuwa analia na kulichukua lile vazi na kulitupa katika maji akisema, yuko wapi Mungu wa Elia? Mungu wa Elia ndo alipojibu. Si kwamba alipiga maji ili agawanyike, si kwamba alipiga maji ili apate njia. Alipiga maji kama mtu aliyekata tamaa. Alipiga maji kama mtu ambaye alikuwa haoni mbele yake, na watu waliokuwa wanamsubiri waliendelea kumsubiri waone atavukaje. Wakati wa kwenda alienda akiwa na Elia, sasa tarudije akiwa yuko peke yake? Mungu hawezi kukuacha peke yako. Mungu hawezi kuacha peke yako, Segerea. Mungu hawezi kuacha peke yako, Segerea, nisikie. Mungu hawezi kukuacha peke yako, Segerea, nisikie. Mungu hawezi kukuacha peke yako, Segerea, nisikie. Hicho kidogo ulicho nacho Mungu atakuvusha nacho. Hicho kidogo ulicho nacho Mungu atatembea nawe. Wakati unauliza yuko wapi Mungu, Mungu atasimama pamoja nawe. Mungu anataka umuonyeshe dalili ya kwamba unamtii, umuonyeshe dalili ya kwamba unampenda, umuonyeshe dalili ya kwamba unahitaji kuinuka. Mungu atakuinua endapo kuna dalili ya kuonekana unatamani kuinuliwa. Usilale wakati Mungu anakuambia inuka. Usikae chini wakati Mungu anakuambia inuka. Hicho ulicho nacho, hicho kidogo, Mungu anataka kusimama na wewe. Mungu anataka kutembea na wewe. Una nini mkononi mwako? Musa akasema nina fimbo, Elisha akasema nina vazi la Elia. Hilo vazi la Elia linagawanya maji. Haijalishi umepita kwenye maji yaliyo makuu kwa kiwango gani, lipo vazi la kuvusha. Na hilo vazi si vazi la kawaida, ni lile imani uliyokuwa nayo. Ile anasema kwamba nitapita, hapo utapita. Ukisema siwezi, hapo hutaweza. Na mimi jioni leo natafuta watu watakayepita katikati ya maji, katikati ya Yordani iliyojaa. Ninaona watu wakiwa wanapita katikati ya Yordani. Haijalishi watu wamesemaje, wana manabii wamesemaje, mitume wamesemaje, lakini ninaona ipo njia ambayo Mungu anaifanya ili watu wafike mahali washangae juu ya Mungu wako analofanya. Mungu wangu ni Mungu wa kushangaza, lazima washangaze watu. Mungu wangu ni Mungu wa kushangaza, lazima awashangaze watu. Hujashangaa bado, hapo Mungu wangu hajafanya. Hujashangaa bado, hapo Mungu wangu hajainuliwa. Ukishangaa ndipo Mungu wangu anapotukuzwa. Nisikilize Segerea, ukiwa na Mungu asiwashangaza watu, sio Mungu. Uwe na Mungu ambaye anashangaza watu. Waulize kwamba imekuwaje, waulize kwamba inawezekanaje, waulize kwamba inatokeaje. Ndipo watu watakapojua kwamba una Mungu. Wakikuona katika hali ile maisha yale, hawatamuona Mungu wako. Watazania wewe na wao ni kitu kimoja, lakini wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu wa viwango vingine, wewe ni mtu wa daraja lingine. Lazima watu washangae, lazima watu waogope. Nataka nikwambie, wakati wana wa Israeli walipokuwa wanavuka katika mto Yordani, katika bahari ya Shamu, Wamisri nao wakawafuata, wakadhani wanawafuata watu wa kawaida. Walipokuwa wanawafuata, Mungu alipowachungulia, alipoona katikati ya maji, alipoona katikati ya bahari, akamwambia Musa, piga maji. Alipopiga maji, Wamisri wakafia kwenye maji wakati Israeli wanavuka. Na mimi jioni leo nataka nikwambie, utawaona Wamisri wakiwa wamefia kwenye maji wakati wewe umevuka. Utawaona Wamisri wakiwa wanachukuliwa na maji wakati wewe umevuka. Hii 26 ni mwaka wa kuvuka. Hii 26 ni mwaka wa Bwana. Waliokuwa wanasema kwamba yuko wapi Mungu wake, watamuona Mungu wako, watamuona Mungu wako. Mpe Yesu makofi jioni ya leo. Maadui zako wanafanya karamu na sherehe. Maadui zako wanafurahia unapolia na kutoa machozi. Na mimi niseme jioni ya leo,
Umefika mahali maadui zako wametengeneza uchungu mpaka unafika mahali hutamani hata kukutana naye, hutamani hata kuonana naye. Unafika mahali unakutana naye, unasema kwamba ningejua njia hii nisingepita, nakutana na huyu mtesi wangu, huyu adui yangu. Lakini nataka nikwambie, mwache kutane naye. Leo atakutana naye na kesho utakutana naye, kesho kutwa Mungu atafanya jambo jipya. Ndio mchungaji wangu, nikisema kwa mifano wakati mwingine utakuwa unanielewa. Si unaona hivi tulivyo tunakutana mimi na mchungaji njoo, wakati mimi nakwenda kule, njoo huku. Sasa ukiwa na roho mbaya akipita tu unamtazama kisogoni. Ukiwa na mtu anakutazama kisogoni ana roho mbaya. Niseme leo. Sikiliza vizuri. Mimi na tumekutana. Si nimeshamuona. Tumeshasalimiana. Mchungaji, habari za leo? Salama. Habari za huduma? Salama. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Kinachokugeuza kumtazama kisogoni ni nini? Niseme leo, mtu wa Mungu. Na wote mkiwa na roho mbaya, hebu tugeuke tena mchungaji. Njoo tukutane tena. Wote mkiwa na roho mbaya, wewe njoo na mimi tunakuja, tunapitana, wewe nawe geuka, na mimi nageuka. Sasa inatusaidia nini hiyo kwenye maisha? Kaka mchungaji wangu, acha roho mbaya. Mtu akipita kapita kwenye maisha yako, usimwangalie mtu nyuma, muangalie mbele yako, maana mbele ndio kuna kila kitu. Kuna watu desturi yao ni kutazama nyuma, na mimi nataka nikwambie Segerea, huna sababu ya kutazama nyuma. Tunatazama mbele, mbele kuna msalaba. Tunatazama mbele, mbele kuna ukombozi. Tunatazama mbele, mbele kuna kuvuka Yordani. Leo tutavuka kwa miguu Yordani, leo tutavuka kwa miguu Yordani, leo tutavuka kwa miguu. Hatutakwama. Mungu atatupa vazi la kupita nayo Yordani. Utazame nyuma jioni ya leo. Mpe Yesu makofi na shangwe. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena, nitasimama tena, nitasimama tena, nitasimama tena. Wameondoa tumaini langu, kwa sababu biashara ndio nilikuwa naitumainia. Wakafika mahali wakasema biashara yake haina vibali, wakafunga biashara yangu, alafu wakasema tutamuona. Pamefungwa pale, tutamuona. Mtaniona kweli, maana pasipo na njia Mungu atafanya njia, atanifungulia malango ambayo hujawahi kuyaona. Ghafla wataniona kwamba kumbe nilikuwa ninainuliwa. Badala kufanya Segerea, nihamie Kariakoo. Ukifunga Segerea, Mungu atafungua Kariakoo. Ukifunga mahali kokote, Mungu atafungua mahali pengine. Nataka nikwambie, ukiwa na Mungu mwanadamu hawezi kuzuia. Ukiwa na Mungu mwanadamu hawezi kupinga. Akizuia kushoto, Mungu atakupa njia kulia. Akizuia chini, Mungu atakupa njia juu. Wakizuia juu, Mungu atakupitisha chini. Hata kwenye handaki utapita, kwa sababu Mungu uliye naye ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu wa kuokoa. Usiogope kuchekwa. Hakuna mtu aliyefanikiwa ambaye hajachekwa. Hakuna mtu ambaye aliinuliwa ambaye watu hawakumsengenya. Ukiona unaogopa kusengenywa, basi utaki kuinuka. Nataka nikwambie, kuinuka ni jukumu lako. Mungu anafanya, anataka na ufanye. Kubali kuinuka. Yuko wapi Mungu wa Elia? Mungu wa Elia akajitokeza. Asingemwita Mungu wa Elia, angebakia na lile koti lake. Kweli koti unalo, kweli upako unao, lakini unatakiwa uchukue hatua ya kupiga basi maji, ili maji yagawanyike, ili uvuke kwa miguu. Kama ingekuwa na koti, ingesema jamani, mimi nilikuwa najua ninalo koti. Kuna watu ambao wanajisifia huduma za miaka ya juzi, mwaka wa jana. Mungu haangalii juzi, Mungu haangalii jana, Mungu anaangalia leo. Anataka leo. Mungu anatamani saa hii, Mungu anatamani muda huu. Usijivunie vile vitu vya siku za nyuma, jivunie leo. Mungu anataka kusema nini? Na wale wanaonabii walipoona vile, wakasema bila shaka nguvu za Elia zinakaa kwa Elisha. Lakini si mpaka waone, si mpaka wajue kama una nguvu za Mungu, kama unatembea na Mungu. Waliokuloga watajuaje kama wewe ulogeki? Kama asipokuja wakuta kuna moto, wacha waje wakutane na moto, ndio wajue kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Hivi utajuaje wasipoanguka na nyungo zao? Utajuaje kama una upako? Usipofika mahali watu wakaona neema ya Mungu inatembea, watajuaje? Segerea, nisikilize jioni ya leo.
Mimi natamanigi wachawi wawe wanafanya majaribio. Huwezi kujihakikishia kama uko salama kama hujafanyiwa majaribio. Wafanye majaribio. Sasa kama kuna watu ambao wanataka kufanyiwa majaribio, wanyoshe mikono yao. Mungu akubariki. Mpe Yesu makofi. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Kusimama ni jukumu lako. Usitake watu wafike mahali wakuinue. Mungu amefanya kwa sehemu, amekuachia hicho ulicho nacho, anatamani ufike mahali uweze kusimama. Lakini pia leo nataka tumalize, muda wangu umekwenda sana. Nataka tumalize kwa neno la Marko sura ile ya 10, Marko 10:46 hadi 52. Ni habari za maskini kipofu mwombaji Bartimayo. Marko sura ya 10:46-52. Wakafika Yeriko, na ni kwa leo nilipokuwa najiandaa nilikuwa natazama kila mahali Yeriko. Wakafika Yeriko, hata walipokuwa wakishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, akaanza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Mstari 48. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Mstari 49. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Mpaka 52, lakini mingine kicheko kimenizidi, na iacha usome mwenyewe. Walimwambia, nyamaza, usiseme nyuma yetu, huna uwezo, wewe ni kipofu tu, wewe hufai kwa lolote, wewe hata kwenye ukoo wetu tulishatamani kutoa, wewe huna uwezo, hata tukisema michango wewe una nini wewe cha kuchangia? Wakati hata wa msiba ukitokea hatukwambii. Wewe maskini kabisa, wewe umekwenda Dar es Salaam, unakaa tu uko Dar es Salaam, huna lolote uko Dar es Salaam. Ulipofanikiwa ndio kaka yetu mkubwa ile, yani yule ndio kaka yetu, tunamtegemea. Hapa nataka nikufundishe. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Mbona unamuona? Mbona alikuwa anapiga kelele, Yesu Mwana wa Daudi unirehemu? Nisikize vizuri hii kelele ya huyu. Alisema Yesu Mwana wa Daudi unirehemu. Halafu Yesu anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Alikuwa anaomba rehema. Rehema zinabeba mambo mengi, sio jambo moja. Kwa Yesu alikuwa anataka ufafanuzi wa rehema anazoziomba huyu maskini kipofu muombaji Bartimayo. Alikuwa amesema kwa ujumla, Yesu Mwana wa Daudi unirehemu. Lakini Yesu alikuwa anaona huyu maskini muombaji anahitaji vitu vingi. Kipi kwake ni cha msingi sana? Anaomba nini? Nimesikia kweli anataka rehema, anataka nimrehemu katika lipi? Angekuwa mwingine angesema, Yesu unavyoniona mimi, hakuna tamke ananitaka, wanawake wote wananikataa kwa sababu mimi kipofu, kwa hiyo nataka nikolee. Unataka nini? Furushi la rehema limebeba vitu vingi, na kwa sababu ameenda kwa Yesu kwa ujumla anaomba rehema, Yesu anataka kujua unataka nini. Huyu kipofu hakuwa anataka kitu kingine chote, anasema naomba nipewe kuona. Kwa rehema zangu ni kutaka kuona. 2026 uone fadhili za Mungu. 2026
uone vijito vya maji vikibubujika ndani yako 2026, uone vilivyokwama vikiwa vinafunguliwa, uone neema ya Mungu ikitembea pamoja nawe 2026, uone Mungu anavyokupigania katikati ya maadui zako 2026, uone jinsi ambavyo Mungu anavyokushika 2026, uone fadhili zake, uone wema wake, uone vipawa, uone huduma yake, uone jinsi ambavyo yeye anavyojishughulisha na wewe kwenye afya yako, uone uzima juu ya mwili wako, uone furaha juu ya maisha yako. Kilio, maombolezo vimemalizika 2025. Nataka nione mwaka wenye mafanikio, nataka nione mwaka wenye baraka, nataka nione mwaka wa kushikwa na Mungu, nataka nione mwaka wa kutembea na Mungu, nataka nione mwaka wa kusimama na Mungu, nataka nione mwaka wa kubisha na Mungu akanisikia, nataka nione mwaka wa kuinuliwa ili watu wote wajue kwamba nimeinuliwa. Nisiinuliwe kidogo, nisiinuliwe kiwango cha kati, niinuliwe kwa viwango vya juu, maana 2026 nataka nione. Mchungaji, leo nakusumbua, njoo baba, kwa sababu inakumudu. Mara nyingi nimekuwa nikisema mfano huu, na leo nausema kwa sababu nahitimisha somo langu. Huu ni mkono wa Mungu, huu ni mkono wa Mungu, na Mungu muda wote amenishika. Na wakati Mungu amenishika, mimi nilikuwa nashika tenzi, lakini Mungu amenishika. Wakati Mungu amenishika, mimi nilikuwa nashika leso, Mungu akiwa amenishika. Wakati Mungu amenishika, nilikuwa nashika notebook. Na saa nyingine wakati Mungu amenishika, mimi nampiga, namwambia niache, nataka kustarehe. Nataka 2026 nawe pia umshike Mungu. Kama yeye alikushika miaka yote, 2026 nawe umshike Mungu. Maana yake nataka mshikamane na Mungu kwenye shida, mshikamane na Mungu kwenye raha, mshikamane na Mungu kwenye kutembea, mshikamane na Mungu kwenye kulala, ulale na Mungu kwenye kuamka, uamke na Mungu kwenye biashara, uende na Mungu kwenye ndoa, uende na Mungu kwa ajili ya watoto, uende na Mungu. Yeye amekushika na wewe umshike. Nataka nikwambie, usimwache Mungu katika maisha yako. Simama kwa miguu yako. Mtu mmoja ndio alitoa wazo, kwa mchungaji, tunaomba utupe nafasi ya kuomba. Tuna vitu vingi, tunakosa muda wa kuomba. Leo tunatamani na sisi tuombe, na mimi natamani leo watu waombe. Wenye uchungu, wenye mahangaiko, jiachie mbele za uso wa Mungu. Ya kwenye maombi, mimi nitakuongoza kwa sehemu. Pata muda wa kuomba wewe mwenyewe, na Mungu atupe hiyo neema. Praise. Tupate hapo kambio moja la kuabudu. Hatutaingia kwenye maombi, tutaomba kwa dakika hizi, na Mungu ataenda kufanya jambo kwa ajili yako. Nimewambia, katika mtu ambaye anaamini maombi na anaamini Mungu ananisikia, mimi ninaamini sana.